Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. We thank God because He is good. Nashukuru Mungu kwa kila mmoja aliyeingia. Thank God for each one of you who entered this place. Tunaishi nyakati. We are living in seasons. Tukiingia leo Jumapili, when someone comes to church on a Sunday, Jumapili nyingine haonekani. the following Sunday is not seen. Tunaishi nyakati. We are living in seasons. Wengi wamechoka. Many people are tired. Tunaishi nyakati. We are living in season. Sababu za maisha zimekuwa nyingi. There are so many reasons and excuses in life. Na wengi wanachokea njiani. And so many people have got tired. Lakini asubuhi ya leo, mchana wa leo, But this afternoon, na kuombea Mungu akuimarishe. I pray that may the Lord make you stand. Na kuombea Mungu akusimamishe. I pray that may God make you stand. Ili uendelee katika safari hii. So that you may forge ahead in this journey. That you don't get tired along the way. Usichoke njiani. Don't get tired along the way. Liwe liwalo. Whatever the case, Mungu akusaidie. may God help you. Uwe na moyo wa kumtafuta Mungu. You have the spirit of seek. Kichwa chetu cha neno kinasema, our headline today says, unaweza kufika. You are able to reach. Unaweza kufika. You are able to finish the race. Kwa sababu kuna watu wengi, because there are so many people, anafika mahali, they come to a point, anaona they are not able, they feel they give up. Anaona kama siwezi. They feel like they cannot make it. Lakini nataka kukutia moyo. But I want to encourage you. Unaweza kufika. That you are able to finish the race. Mahali ambapo in the place unaona ni pagumu. The place you feel that is mahali ambapo the place you feel unaona mambo hayawezekani. That things are difficult. Lakini kwa uwezo wa Mungu, but in the power of God, unaweza kufika. You are able to finish. Unaweza kufika. You are able to finish. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tusoma kitabu cha Marko. We shall read from the book of Mark. 16 na mstari wake wa 7. Chapter 16 verse 7. Mstari mmoja tu. Only one verse. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambia. Nataka urudilie vizuri hapo. Lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake. Mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambia. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Utanielewa kwa huo mstari. You will understand me as we continue in this verse. Hapa tunaona habari za Yesu. We are seeing the news about Jesus. Yesu alikuja duniani. Jesus came to the earth na mission ya kuokoa mwanadamu. With a mission of saving man. Na ili aokoe mwanadamu, and for him to save man, lazima atafute watu ambao atafanya nao kazi. He must find people whom he shall use or work with. Kwa hiyo akawa kwenye kazi ya kuwatafuta watu. And therefore he began searching for people. Katika hali ya kuwatafuta watu, and in this process of searching after people, siku moja Yesu, one day Jesus, akaenda baharini. He went at the sea. Alipofika baharini, while at the seashore, akaona vyombo. He saw boats. Na alipoona vyombo, and when he saw these boats, kando ya mto au ya bahari, at the seashore, akamwona Petro. He saw Peter. Na wengine walikuwa hapo. And there were other people there. Lakini Petro alikuwa kwenye shughuli zake. But Peter was busy doing his ya kutengeneza nyavu zake. Chores of making his net. Alafu Yesu, and Jesus, anamuona Petro. When he looks at Peter, anamwambia Petro, he tells Peter, naomba chombo chako. That I pray you help me with your boat. Naomba nisaidie na chombo chako. Please help me with your boat. Niweze kufanya nacho kazi. That I may work with it. Ukiangalia Petro, when you look at Peter, hakumjua Yesu. He didn't know Jesus. Lakini Petro, but Peter, wanamuomba.
They are asking him. Hajuani na Yesu. He doesn't know Jesus. Lakini Yesu anamwambia, he tells him, naomba that I ask you. Lakini Petro and Peter, hakuwa na sababu. He didn't have any reason. Ni kana kwamba leo, it's like today, unaweza kutana na mtu, you can meet someone, anakuambia Papa Gabi, and tells you that Pastor Gabriel, naomba gari yako, I ask for your car, niweze kuitumia, that I may use it. Lakini hautasema, and you will not say anything. Unatoa. You just give it. Kwa hiyo tunapoangalia Petro, and when you look at Peter, moyo wa Petro, the heart of Peter, ni moyo wa wema, is a spirit of goodness. Ni moyo wa kutoa. Is a heart of giving. Kwa hiyo Petro, and therefore Peter, maisha yake yanaanza kubadilika, his life begins to change, kwa moyo wake jinsi ulivyo. Because of his heart. Kuna vitu maishani, there are things in life, hauwezi fikia, you cannot attain, kama hauna moyo, if you don't have a heart, ambao ni moyo wa ukarimu. That is a heart of giving. Moyo wa ukarimu. A heart of generosity. Kwa sababu kuna watu ambao, because there are people, ni wagumu katika maisha yao. They are so stingy in their life. Ni wagumu sana. They are so stingy. Na katika hiyo hali, and in that state, unaweza kujipata, you can find yourself, kuna vitu vingi hauwezi kutana navyo maishani. There are so many things that you cannot attain in life. Si kila mtu anayetokea mbele yako, not everyone that comes before akikwambia naomba msaada, ni mwenye shida. and ask of help from you. Lakini Biblia inasema, but the Bible says, kwa kupokea wageni wengine, by receiving visitors, waliwapokea malaika. They received angels. Kwa hiyo unaweza kupokea malaika, you can receive an angel, unaweza kumpokea Mungu mwenyewe, receive God himself, katika hiyo hali. In that given situation. And therefore Peter, hamjui huyu mtu, he doesn't know this kind of man. Hamjui Yesu. He doesn't know Jesus. Lakini Yesu anampata hapo, Jesus finds him there, anamwambia, and he tells him, naomba boti yako, that I borrow your boat, nataka niitumie. I want to use it. Tunapoangalia maandiko, when you look at the scripture, Petro hakusema chochote. Peter did not say anything. Kile ambacho alichokifanya, whatever he did, aliachilia boat. He had to let his boat. Yesu anaingia kwenye boat. Jesus gets into the boat, anaanza kufanya kazi. And he begins to work. Na baada ya kufanya kazi, and after ministering, anamwangalia Petro. He looks at Peter. Anamwangalia Petro. He looks at Peter. Petro siku hiyo, Peter that day, alipoamka asubuhi, when he woke up early in the morning, akujua ya kuwa, he did know, atakutana na Yesu. He will meet Jesus. Alipoamka asubuhi, and when he woke up in the morning, hakujua mambo yatabadilika. He never knew that the story will ilipofika asubuhi, when it came in the morning, hakujua ya kwamba, he never knew, Mungu atamtoa kwenye kiwango hiki, God will lift him from this level, na kumuinua katika kiwango kingine, and put him to another level. Asubuhi that morning, inaweza kuzaa jambo jipya katika maisha ya mtu. Because of a life, unaweza kulala masikini, you can, na ukaamka ukiwa tajiri. And wake up a rich man. Ni kile Mungu anafanya katika maisha. Whatever God works in life. Petro akuota, therefore Peter did not dream, wala Petro akuwa na waza, Peter did not even think, lakini katika hali yake akiwa pale kwenye ufuo wa bahari, when he was at the seashore, Petro akakutana na Yesu. He meets Jesus. Baada ya kupeana chombo, after giving his, Yesu akauona moyo wake. Jesus looked at his heart. Akamwangalia Petro. And when you look at Peter, nataka sasa nikubadilishie kazi. He said, I want to change your, sio kukutoa kwenye kazi yako, not to take you, lakini napandisha kiwango cha kazi yako. But I want to lift the level of your career. Unavua samaki. That you've been fishing fish or been fishing. Ulikuwa navua samaki. You've been a fisherman. Lakini nataka kukufanya leo, but I want to make you today, uwe mvuvi wa watu. To be a fisher of men. Ni kazi yake hiyo. That is your career. Lakini katika hiyo kazi, but in the same way, kiwango kinapanda. The level changes. Na hichi kiwango, and this level, alivua samaki watu wanakula. He has been fishing lakini fish, people Yesu anamwambia, and Jesus tells, nimekutoa kwa samaki, that I have taken you from utaifanya hiyo akili uko na. And the same way and idea ya kuingia kwenye maji, of getting into the waters, hauoneshi kivuli chako. And not showing your, kwa sababu mvuvi mzuri, because a good fisherman, haoneshagi kivuli. does not show his, kwa sababu kionesha kivuli kwenye maji, because when you show your shade in the water, samaki hautawapata. you will not be able to fish. Kivuli
your share ni maisha ya mtu. is the life of someone. Tunapoenda kuvua, When you go to fish, hatujioneshi sisi, you don't show lakini yourself, tunamwonyesha aliyetutuma. but you are showing the one who have sent you. Kwa hiyo akamwambia akili ulio And nayo therefore it tells you that the ya kuweza kuvua samaki, of being able to fish, hiyo akili the same career, the same thoughts, use it kwa kuvua wa of fishing men. Kwa hiyo Petro And therefore Peter, akachaguliwa pamoja na ndugu yake. he was chosen together with his brothers. Lakini unapotazama, And therefore when you look around, unaweza kujiuliza you can swali. ask yourself a question. Katikati ya wanafunzi 12, That among the 12 kwa disciples, nini Yesu anachagua why Petro? is Jesus choosing Peter? Kwa sababu wale wanafunzi Because among the disciples, walikuwa na hadhi, or the disciples had walikuwa na ile hali ya kuweza kutembea na Yesu. they had the favor to walk with Jesus. Ukiwaangalia, When you look at them, wametoka mahali ambapo pana heshima they have fulani, come from a place that is honorable. lakini kwa wanafunzi wa Yesu, But among the disciples of Jesus, Petro hajasoma, Peter had not gone to school. ni mtu wa kawaida tu. He was just a normal man Kwa hiyo in the society. utajiuliza, And therefore you can ask yourself, katikati ya hawa wote, among all these, mbona Yesu amchague why huyu? is Jesus choosing this man? Lakini Yesu But Jesus, anachagua Petro. he chooses Peter. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mungu God, anapomuita mtu, when he calls someone, angalii umetoka he wapi, doesn't look at your origin. angalii wewe ni He nani. doesn't look at who you Kuna are. jambo ambalo linakuwaga ndani ya Because mtu, whatever is inside a man, ambalo Mungu anawekaga ndani ya mtu, God puts in you, ambayo unaweza kutana na watu that you wawili can meet two people, lakini wako tofauti. but they are different. Kuna neema There's fulani a certain grace ambayo inapeanwa na Mungu, that is given by God. hainunuliwi, It's not bought, haiombwi, it's not lakini asked for, Mungu anawekaga juu ya but mtu. God puts on each Unaweza every person. kumpata mtu, You can find someone, anaweza kuwa yuko kiti cha mbele, maybe sitting in kiti front cha nyuma, or backward, lakini katikati ya watu wote but among many, akajulikana. he is known. Hicho kitu And that thing, akitokanagi kwenye ulizaliwa, it is not from the birth or the way you hicho born. kitu That thing, si kwa sababu wewe ulisoma, it's not because you went si to kwa school. sababu ya kazi It's not uliyofanya. because of your career. Kuna kitu ambacho Mungu But anawekaga ndani there's ya mtu, something that God puts in you. na hicho kitu And that given thing, kinafunguliaga mtu milango. it opens the doors of Ni someone. kitu ambacho It hutakielewa, is something you can understand. unachaguliwaga tu, You just chosen. unaonekanaga You tu, just seen. hata ujifiche, Even if you hide, hicho kitu kiko, something is seen. utaonekana You tu. will be seen. Naomba mchana wa I leo pray this afternoon, Mungu akakupatia hicho may kitu, God give you that kwa thing. sababu hicho kitu Because that ndio thing, utajiri wa maisha it yako, is the riches of your sio life. kujipodoa, Not makeup, sio kuvaa vizuri, not putting on smart, sio kusoma sana. not going to school. Unaweza You kusoma might be lakini knowledgeable, hauna neema, but you have no grace. hauna kibali. You have no faith. Unaweza kuwa uko kwenye kazi fulani Maybe you're having a good lakini job, hauna hicho but kibali, you have no grace on lakini you. kuna kibali But there tofauti is a grace that is ambacho different, Mungu anapatiaga that mtu. God puts on someone. Kwa hiyo Mungu Therefore au God, Yesu oh Jesus, anamchagua Petro he chooses ambaye Peter, miongoni mwa that wengi among many asingechaguliwa, he could not have been kwa chosen. sababu kuchaguliwa kwa mtu Because au being chosen wanadamu of wana anybody, viwango vya kuchagua there are mtu. levels of being chosen. Wanataka kukuangalia umetoka They wapi, can look at where you've come from. unafanya nini, What do you do? jina lako ni What nani, is your name? unaweza nini. What are you able to Lakini do? lisifiwe jina la Bwana. Blessed be the name of Anasema the Lord. anawachagua walio wadhaifu Choose those who are weak na kuwainua and juu lift them up. ili kuwafunza wenye hekima na walio juu. Teach those who are wise and Kwa hiyo Mungu and ni God Mungu mwaminifu. is a God that is faithful. Petro anachaguliwa And Peter is chosen katikati ya wanafunzi among the disciples, 12. 12 disciples. Kwa hiyo Petro anaanza, And therefore Peter begins. anatoka kwa kazi yake. He forsakes his work, Alikuwa na his duty. kampuni yake He had his own factory ambayo ya kuvua of samaki fishing na watu wengine, and many other anaanza people. kufuatana And na then he Yesu. decides to follow Jesus. Na anapofuatana na And when he Yesu, follows Jesus, maisha ya Petro the life of Petro, yanabadilika. Peter, it changes. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kuna mtu ambaye There is someone, ukikutana naye katika maisha yako, when you meet him in your life, maisha yako your yanabadilika. life changes. Shetani anajua Satan knows
Kuna watu ambao there are people Mungu amewaweka wakutane na wewe to meet you, ili wabadilishe maisha yako. to change your life. Na ndio maana unaona kuna kakiburi ambayo shetani ameweka. Kiburi fulani, there is a certain pride ambayo ameweka ndani yako that he has put in you, ya kudharau watu. to be able to look down upon people. Unaona watu unawadharau. You look down upon them. Ukiona mtu anakusalimia unamsalimia kama hutaki. Mtu anaweza kukupatia mkono, unampatia mkono wa kushoto. Au saa nyingine karoka na ingia. Ukikutana na mtu unapita, unasema acha sitaki kukutana nao. Lakini acha nikwambie, baraka ya mtu, the blessing of someone, inatokanaga na watu. It comes from people. Kwa sababu Mungu, because God, anawekaga jambo, he puts kwa mtu, something in someone. Ukikutana na connection ya mzuri, when you meet the right connection, maisha yako yanabadilika. Your life changes. Maisha yako yanabadilika. Your life changes. Kwa hiyo ningetaka kukuambia, I would want to encourage you. Usiwe mtu wa kudharau watu. Don't be someone who is looking down upon people. Usiwe mtu wa kutukana watu. Don't be an abusive person. Usikuwe mtu mwenye hawezi salimia watu. Don't be a person who don't want to. Kwa sababu unaweza kupita, because you can pass. Kumbe huyu mwenye unakataa ndio atakubadilishia maisha yako. Na ndio maana watu wengi wamefika mahali hawana maendeleo, hawana chochote, kwa sababu hawakuagi karibu na watu. Hawakuagi ni watu ambao wanajitoa kwa wengine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuwa makini. Kukutana na Yesu na Petro na Yesu, the meeting between Jesus and Peter, ikabadilisha maisha ya huyu mtu asiyesoma. Changed the life of this man who was never in school. Huyu mtu ambaye alikuwa wa kawaida tu, a man who had no knowledge and was akawa karibu na Yesu. And was close to Jesus. Watu wengine walisikia habari za Yesu. Heard the news about Jesus. Wengine walimwona Yesu akipita. They saw Jesus passing. Wengine walisikia Masihi amekuja. They heard that Messiah has come. Lakini Petro, but Peter, alipotoa hii chombo chake, when he hakujua siku yake imebadilika. Hakujua Mungu anaenda kumuinua kiwango cha juu. Na ndio maana leo tunamsoma Petro aliyebadilishiwa maisha. Ukikutana na Yesu maishani, anabadilishaga jina lako, anabadilishaga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Petro anakuwa karibu na Yesu. He was close to Jesus. Anakuwa karibu na Yesu. He was close to Jesus. Anamuona Yesu, he looks at Jesus, akiwaponya wagonjwa. He saw Jesus healing. Anaona yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu. He saw this woman who was bleeding. Alipokuja karibu na Yesu, when she came close to Jesus, damu ikakauka. And she was healed. Anajionea na and he saw with his akiwa eyes. Pale, while there, anaangalia Bartimayo anatokea. Anataka aone. He wants to see. Anaona Bartimayo anaona. Huyu Yesu akafufua wafu. Petro yuko pale, and Peter was there. Anaona. Kwa hiyo maisha yake miaka 3.5 for 3.5 years, akawa bodyguard. He was the bodyguard karibu na Yesu, close to Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo jina lake likabadilika, maisha yake yakabadilika. Akaona miujiza karibu na Yesu, akaona mambo makubwa karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Petro akawa mmoja wa wanafunzi, he was among the disciples, ambao waliosoma, that was educated, walio na majina, that had titles. Lakini yeye and him, hakusoma. He never was schooled. Hajui hata kuongea vizuri. He never knew even how to talk or lakini speak. Kwa sababu alikutana na mtu sahihi, he met na mtu sahihi, but he met the right person, maisha yake yakabadilika. His life changed. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Kwa hiyo tunamwona Petro, and therefore we see Peter, anafurahia sana. He is such a happy man. Na katika hiyo hali ya kufurahia, that state of being joyous, mambo yanaanza kwenda yakibadilika. Levels and things in life begins to change. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Yesu anaenda na wanafunzi chakulani. And then Jesus goes with his disciples to have some, lakini ilikuwa chakula cha mwisho, as last supper.
Lakini katika kile chakula, during this last supper season, akazungumza nao. He spoke with them. Akamwambia, kati yenu, and he told them, among you, kuna mtu atanisaliti. There is one man who will betray me. Kati yenu, amongst you, nimetembea na nyinyi, I have walked with you, mmeona miujiza, and you have seen miracles, mmeona ishara, you have seen signs, mmeona jinsi Mungu amefanya, you have seen the way God has mmeona jinsi nimetumika pamoja na nyinyi, lakini but kati yenu, among you, mmoja atanisaliti. One of you will betray me. Kwa hiyo wakiwa pale, and while there, wakaanza kuulizana. They begin to question one another. Wakaanza kuulizana. They began to murmur. Ni nani atakaye msaliti? Who is this that will betray our Lord? Kwa nini wanaulizana? Why are they questioning themselves? Kwa sababu hawakuwa sawa. Because they were not right. Ukiwa sawa, because if you're right, unaweza you can be confident. Kuwa jasiri. Can be confident. Lakini kulikuwa na tashi pale. But there was some fulani, questioning somewhere. Wanaangaliana. They are looking at it. Ni nani? Who? Alafu, and then Petro anaanza kuongea pale. Peter begins to talk. Ni nani? Who is this? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Unajua wakati uko kiongozi, when you are a leader, unaweza kuzania watu wote wanakupenda. You might think everyone loves you. Lakini kumbe, but instead, katikati ya wale watu ambao uko nao, kuna watu ambao hawakupendi. Na ndio maana siku moja Yesu akawauliza wanafunzi, nyinyi mnaniona nani? Mimi ni nani? Lakini ukiangalia, wanafunzi walinyamaza. Lakini huyu Petro anasema, wewe ni Kristo. Wewe ni Masihi. Ukiangalia, mara nyingi tunazungumza kile Peter alisema. Lakini hatuongelei juu ya hawa wanafunzi wengine, vile walinyamaza kimya. Walinyamaza kimya. Hawakusema kitu. Lakini kitu ambacho wanasema, wanasema kile wengine wanasema. What others are talking about. Na ndivyo hivyo maisha yalivyo. And that's how life is. Unaweza kuwa na watu, you can have people, hawakujui, they do not know lakini you. Kile wanachozungumza, what they are talking about, kile watu wanaongea. Is what other people kwa sababu walisema, because they say, watu wanasema, wewe ni fulani, you are so and so. Wewe ni fulani, you are so and lakini so. Hawakutoa jibu. But they never gave an answer. Lakini Yesu anawaambia, ndio mnasema, yes, watu wanasema, lakini nyinyi, but you, mnasema nini? What are you saying? Kwa sababu nimekuwa naye. Because I've been with you. Nimewaongoza. I have led you. Nimetembea naye. I have walked with you. Lakini mnasema mimi. But what do you say that I am? Wakanyamaza kimya. And they kept quiet. Watu wengi wanapata upotovu. So many people are going astray. Kwa sababu ya wengine. Because of other people. Kwa sababu watu ukikaa karibu na mtu. Because when you sit close to someone. Ukiuliza Pastor Esther ni nani? And you question who is Pastor Esther. Wewe haumjui Pastor Esther. You do not know this pastor. Lakini kila utasikia. But what you will hear. Watu wanasema. Is what people are saying. Na hiyo ndio hatari sana. And that's the danger. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hiyo viongozi wengi wanadhani wakati wanapigiwa makofi, they think when they are being applauded, ni kana kwamba hawa watu wanamuelewa huyu mtu. These people understand them. Nataka kuambia kila kiongozi asijidanganye. Let him not lie to himself. Si kila anayekupigia makofi anakuelewa. Kwa sababu wengine wanakuja karibu yako, they come close to you. Si kwa sababu ya nini? Not for whatever, lakini kwa sababu ya mkate. But because of bread. Lakini siku ile ambao mkate hautakuwa, watakuacha. They shall forsake you for sure. Watakuacha. They will forsake you. Huko pale unajisifu. You are there, you are boasting. Kwa simu yangu niko na watu 500 ambao wananifuata. You are saying that I have 500 contacts. Lakini ni kwa sababu, but for a reason, bado kuna watu wanakuongea vizuri. There are people who are still talking. Lakini wakati jina lako litabadilika. But when your name shall be tarnished. Wakati wataanza kukuandika kwenye mitandao maneno mabaya. On the media about je, hao watu wataendelea kuwa na wewe? These people stand by you. Kwa hiyo usijidanganye. Therefore don't lie to yourself.
Wala ukainua mabega ukasema nimepigiwa makofi. Or boast and say that they are being happy about me. Mara nyingi sijidanganyi mimi. Don't lie to yourself. Ninapotoka kwenye kile kiti. When I don't lie to myself when I stand out of that chair. And I stand before you. Mnasimama. And you stand. Na mnapiga makofi. And you applaud. Ninaposimama hapa. When I stand here. Sioni makofi. I don't see wala sioni kusimama. I don't see how. Kwa sababu tuko pamoja safarini. We are together. Lakini sijui kesho. But I don't know utakuwa mtu gani wewe. Who will you be? Utapiga makofi? Will you continue to applaud? Utasimama? Will you stand? Au utanitukana? Or you will abuse me or insult me? Yesu anawauliza. Jesus is asking them. Ndio watu wanasema. Yes, people are saying this. Na mwe mnasema nini? But what do you say? Kuna watu wanaacha kanisa. There are people who are forsaking the church. Kwa sababu wanasikia watu wanasema. Why? Because they heard people say. Lakini wewe unasema nini? But what do you say? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo Yesu, and therefore Jesus anamwangalia Petro. Looks at Peter. Wakati ambapo anaongea, when he is conversing, anamwambia Petro, and he tells Peter, ulichoongea sio wewe. Whatever you spoke is ni Roho wa Mungu, that is the Spirit of God, ambaye aliyeweza kukufunulia haya. Given you this revelation. Kwa sababu alikuwa anaongea, because he was speaking, ufunuo mkubwa. A greatest revelation. Mungu anataka God wants kupanda to plant kwa watu ambao wana ufunuo. To plant something in the people who have the revelation. Kwa sababu anasema, because he said, roho na mwili havikukufunulia, blood and flesh, lakini ni Roho wa Bwana amekufunulia. Anasema nakuombea, and I pray for you, kwa maana because shetani atakuja, Satan is coming, atakupepeta, and he shall whine you kama ngano, like wheat. Lakini katika hiyo, but in the same nakuombea, I pray for you, wakati utatoka kwenye hiyo hali, that when you will come out of this situation, uweze kusimama, that you may stand. Yesu anamwambia Jesus tells him, kuna wakati maishani, there's a time in life, upende usipende, you like it or not, shetani huja, Satan will come, na kukupepeta, and he shall win you kama vile ngano, like wheat. Kuna kipindi maishani, there's a time in life, inaruhusiwa kwa mtu, unaweza kufunga, you can, unaweza kuomba, you can be praying, unaweza kutoa, you can be giving, unaweza kuitwa jina kubwa, you can be called a title, lakini Mungu anaruhusu, God will allow, upepetwe, that you be win, upepetwe, you be win. Na kipindi cha kupepetwa, during this season, ni kipindi cha mtu binafsi, is just a personal katika season maisha yake, in life. Sasa mara nyingi tunapokuwa kanisani, tuko watakatifu, we are all holy people, tunapiga makofi, we are all clapping, lakini wakati wa kupepetwa, ni wakati mtu yuko peke yake, na Ukristo unajulikana, ni wakati mtu, wakati wa vita, akiwa peke yake, bado yuko na huyu Yesu. Kwa hiyo Petro anasema, hata kama wengine watapepetwa, lakini mimi niko na wewe mpaka mwisho. Biblia inasema ya kuwa baada ya hapo, Yesu anashikwa. Jesus is captured or taken captive. Aliposhikwa, when he's arrested, Petro anatazama. And Peter is looking at him. Aliona wakati wa Yesu, he saw when Jesus akifanya miujiza, was working out miracles. Aliona wakati wamebadilishwa, he saw when they were being changed, Musa na Elia mlimani, when during transformation between Moses and Elijah, akasema tujenge vibanda, and he said let us make them small houses. Aliona Yesu, he saw Jesus akitembea juu ya maji, walking on the sea, yeye mwenyewe Petro, him Peter, alizoea bahari, he was used to the sea, lakini alizoea bahari akiwa ndani ya ile boat. He got used to the sea while in the boat. Lakini alipokutana na Yesu, when he met Jesus, aliweza kutembea juu ya bahari, to walk on the sea, pasipokuwa na without meli. The boat.
Kwa hiyo aliona makubwa. Aliona Yesu akiwafufua wafu. Aliona Yesu akitaka kumshika. Yesu akapita katikati yao. Hawakuweza kumwona. Kwa hiyo Petro aliona kila kitu. Lakini sasa hii, baada ya Yesu kula chakula na wao, msaliti akatokea, akaenda kumsaliti Yesu. Na alipomsaliti, wanakuja kumkamata Yesu. Petro anaona. Alikuwa pale. Petro akasema hapana. Hamwezi kumshika Bwana wangu hivyo. Akachukua upanga, akakata mtu. Katika huu ufalme au katika huduma tunahitaji watu kama kina Petro. Kwa sababu Petro hakukubali Yesu aende hivi. Kuna watu ambao kanisa ikipigwa na wao wanaipiga. Kuna watu ambao watu wakiongea vibaya na wao wanaongea vibaya. Lakini Petro ambaye hakusoma, lakini ndani yake kulikuwa na roho na kulikuwa na roho ya kutetea. Akatetea. Akatetea. Wakati mwingine napenda ule mama kwa. Sometimes I like that woman there. Huyu atuongei sana naye. We don't talk so much about have so much conversation with her. Naongeaga na mamangu sana. She talks so much with my mama. Mimi na yeye tunasalimiana. We only just greet one another. Akiniangalia na smiling. When she looks at me, she smiles. Peke yake. Yes. Lakini huyu mama ananiteteaka nje na mimi najua. But out there she speaks good about me and I know. Akikutana wananitukana. When she meets people talking evil about me there. Huyu anatombokaga kabisa. She will always raise her voice and I will just hear. Nasikia huyu mtu fulani. Just hear this kind of a person. Alisema hivi. She said that. Hapana, mwezi sema mamangu hivyo. You cannot talk about my mother like that. You cannot talk about my mother like that. Kuna watu, there are people, anaweza kuwa haongei na wewe. They can be not talking to you. Lakini anakupenda ukweli. But they love you. Unaweza kuwa you can be haufanyi kitu kumuhusu. You do nothing. Lakini moyoni mwake, but in their heart, amekubeba. They have carried you. Kwa hiyo tunahitaji katika huduma. We need in the ministry watu ambao watasimama kama people that shall stand like Peter. Petro akasema hapana. And Peter said no. Hamwezi kufanya hivi. You cannot do this to my Lord. Hamwezi. You cannot. Ni mara ngapi? How many times mchungaji wako ametukana? Your pastor has been abused. Na wewe ukaongeza juu. And you have added more on that. Mara ngapi? How many times? Ni mara ngapi umenitetea? How many times have you decided mahali sikuoni? You try to au na wewe unasemaka. You also add also maybe. Ni kweli. Oh, it is true. Njoo vile iko. That's how it is, by the way. Unamwona macho yake. You see the way her eyes are. Unaona vile anavyoongea. Just the way he speaks or she speaks. Hata vile anavyotembea. Just the way he walks, by the way. Leave that one is lost. Alafu Jumapili unakuja. And then on Sunday you come. Unakaa kwa kiti. You sit on that chair there. Unaniangalia. You look at me. Unajaza kile unajaza. And you. Lakini Petro, but Peter, akasema hautabeba Bwana wangu hivyo. You will not take away my Lord like that. Yesu akasema, and Jesus said, no, calm down. Najua kile nilikujia. I know what I've come for here. Muda umeenea. It is time now. Mungu anaruhusu anishike. And God has allowed them to arrest me. Kwa hiyo Petro ananyamaza. Therefore Peter keeps quiet. Yesu anachukuliwa. Jesus is arrested. Biblia inasema akapigwa. The Bible said that he was beaten. Petro anaona. Peter is watching. Anavalishwa ile taji ya miiba. He is crowned with thorns. Petro anaona. And Peter is watching. Kwa hiyo damu inamwangika. The blood is oozing out. Petro anaona. And Peter is seeing. Alafu Petro, and Peter, akiwa anamtazama, while he's watching Jesus, unajua kuna swali hapa. There's a question here. Wakati mtu mwenye nguvu, when someone who is powerful, ambaye ulimtegemea, that all of you been looking up to, alafu unamuona, and then you see him, ile nguvu alikuwa nayo, the strength he had, the power he had, hakuna, is not helping him. Bado utasimama? Will you still stand? Bado utatembea naye njia moja? Will you still walk with him the same way?
Ni rahisi. It is easy. Watu kukufuata. People to follow you. Wakati unawapatia. When you are giving them. Ni rahisi. It is easy. Watu kukufuata. People to follow you. Wakijua watafaidika kitu fulani. Knowing that they will be benefiting. Lakini ni ngumu. But it is hard. Siku ya mateso yako. In the time of your trouble. Watu kukufuata. For them to follow you. Utamjua mtu tu. You will know someone only. Wakati wa dhiki yako. In the time of your trouble. Ambaye anaweza kusimama na wewe. If we can stand by you. Hapo ndipo utajua. That's the time we'll know. Ameniweka moyoni. That he has kept me in his heart. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Si kila mtu. Not everyone. Peter alipigana sana. He really struggled or fought. Lakini hapa tunaona. But we see here. Yule aliyemfuata miaka 3. The one who followed Jesus for 3 years. Na nusu. 3.5 years. Anamtazama sasa. Looks at him now. Ile sifa ya kukua karibu ya mtu mwenye nguvu. That honor of being close to someone who is inaanza kudidimia. It begins to go down. Inaanza kwenda chini. It begins to go down. Unajua Petro, and therefore you know Peter, alijua habari za msalaba. Knew about the msalaba cross. Kwake haikuwa ni jambo jipya. The cross to him was kwa sababu Warumi, because the Romans walikuwa na watia watu woga, they were in feeling fear people. They should not talk. Mtu anayefanya makosa lazima atapelekwa msalabani. Watamtesa mpaka kufa. He shall be hung till death. Kwa hiyo walikuwa wanajua. Therefore they knew. Alikuwa anajua habari hizo. He knew this news. Kwa hiyo unapomtazama Petro, kuna wakati mwingine utamuelewa kadogo. Kwa sababu yeye ni mwanadamu. Biblia inasema ya kuwa walipomkamata Yesu, Petro anakaa mahali, watu wanamwangalia. Wanasema huyu alikuwa pamoja naye. Petro anasema hapana. No. Sikukuwa na yeye. Kumbuka ametembea naye. Ameona miujiza, ameona ishara, ameona kila kitu. Lakini ilipofika wakati wa dhiki, wakati wa kupepetwa kumefika, Shetani akajitokeza. Kwa sababu Yesu alimwambia, usiongee sana. Don't talk too much. Tutajua. We will know pale mbele. When it comes that time. Kabla jogoo hajawika mara 3. Before the utanikana Petro. You will just utanikana. Reject me. You reject hata me. Kama uliona miujiza. Even when you saw miracles. Hata kama uliona kitu. Even when you saw whatever it is. Utanikana Petro. You will reject me, Peter. Lakini Petro akasema, hapana. No. Kwa hiyo wanamwambia Petro. Tells Peter. Wanamwambia hivi. Tells him. Hata kutembea kwake. Even your way of walk. Kuna fanana ule papa. Looks like that man. Hata kuongea kwake. Even your way of talk. Petro anaanza rudi. Peter said no, not surely. No. Anakana. And then he rejects. Kuna hatari katika maisha. There is danger in life. Wakati mnapendana. When you love one another. Ukiona mtu katika maisha yako, when you see someone in your life ambaye mnapendana, that you love so anakuambia mimi nakupenda, and he say that I love you, mimi nataka kukuoa, I want to marry you, wewe ni mke wangu, you are my wife, lakini ni mtu anakuoneaga aibu, but is someone who is ashamed of you, huyo mtu hamko pamoja. That person you never together. Mapenzi ya siri, that secret way of love, hayakuagi mapenzi ya kweli, is never a true love. Kwa sababu aje utanipenda, because how do you alafu uko unaniambia sema and yes you ikuwe siri yetu. Let it be just a secret. Hakukuagi siri ya mapenzi. There's no secret among us lovers. Hakuna kitu cha uchungu maishani. Nothing painful kama una mtu ambaye anakupenda, and there's someone you love, alafu hawezi kukuonesha kwa watu, and he cannot show you among men or people. Mkifika mwa watu, when you are among people, unaona ni mtu anageuka, you see someone changing, ana hasira, ana vikwazo, hataki watu wamuone, watu wajue kama wanapendana. Hapo utajiuliza, huyu ananipenda kweli? Mhubiri wa asubuhi anasema, the preacher, ukiona unapendana na mtu muda wa miaka 3, if you see you are in love with someone for 3 years, lakini miaka 3, and in 3 years, hakuna siku unaniwazaka, there is no day you think unaniambia mapenzi, you tell me about love, unaniambia lugha zote za mapenzi, tell me
about all the na zenye languages. sijasikiaka. Even those things that I don't know how. Unanionyesha unanipenda. You show me how you love me. Kama unanipenda, If you love me, lazima you utanishughulikia. have to do something. Lakini But haunishughulikiaki. you never do anything. Hakuna kitu unanipatiaka. There's nothing you give me. Lakini tukiwa pembeni If wawili, we are somewhere ndio in the unapiga corner, magoti, is when you kneel down. ndio unatoa machozi, Is when you cry out. ndio unakuwa nasema I love Is the time you you, tell me you na love kupenda me. maisha yangu I yote. love you, my Toka darling. kule. Get out. Hakuna mapenzi There's pale. no love here. Hautaki tutembee You pamoja. don't want us to walk together. Tukianza tembea na If we wewe, walk together, unanionea You aibu. get you'll be ashamed of me. Nataka kuambia I wadada, want to tell some sisters kuwa here. makini sana. Be careful. Mapenzi ya siri haikuaki. Love. Ukiona love is mapenzi not ya there. mtu hataki If kukuonesha, you see someone doesn't show huyo hamna that safari love, moja, you are not in the same journey. kwa sababu ingekuwa hivyo Because it has been like that. watu wasingekuwa navalishana If pete, it was like that, then people could not be marrying one another in watu public. wasingekuwa naenda kutoa mahari, People could not be giving watu wasingeonesha bride prizes. nguo nyeupe wanavaa. People could not be showing how lovely Kwa hiyo the weddings. ukinipenda, Therefore, if you love me, utanionyesha kwa watu. you show me among people. Ukinipenda, If you love me, hautanisikilia You will not aibu. be ashamed of Lakini me. hii mapenzi But this kind of nakwambia, unajua, You see now, unajua you know, nakupenda, I love you. nakupenda sana, I love you so much. lakini nataka tuwe na But I siri, want us to be under tuwe na siri. under secret. Mama, utamalizikia kwa siri, That's how you will end in that secret place. utamalizikia kwa You will end siri. there. Wewe uko kule kwa siri, You are in the secret place. wewe unatamba, You are unasema mimi niko na mtu fulani, you're saying that I'm having so hauko and na so. yeye. You're no longer with that Kwa person. sababu mwenye kukupenda Because the one who loves you, anaendaka kujionesha he wazi. will always show Mwenye himself to people. kukupenda The one who loves you, anatakaga mtembee na he anasikia will always fieri want to walk with you and he juu feels so tuko good pamoja. just because we are together. Hata ukimshika When you mkono hold a hand hasikii or his hand, aibu, he doesn't feel lakini kuna shame. mtu ukishika But the way you mkono hold the hand, anakuwa anatoa he mkono. removes his Wewe hand. huoni Oh, you watu, don't see people? wewe huoni You watu, don't see people? hauoni watu jia nini? Why? What do you mean? Maanake haunipendi, It means you don't love me. haunipendi. You don't love me. Hakuna kitu kibaya There's nothing so kama bad. mtu kukukana. Like someone Na mnasema rejecting you mnapendana. before people and you say you love Ndio hii another. Petro sasa, This is Peter here. katikati ya watu Among people, wanamwambia they're telling him, huyu unafanana na you Kristo, look like Christ. lakini anasema hapana, He said, no, 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 no. mimi hatukukuwa naye I wasn't with wala him. simtambui. And I don't know him. Anamkana. He rejects Hicho ni God kitu for cha such uchungu Jesus. sana. That is so painful. Cha uchungu It sana. is so painful. Unategemea mtu You are looking up to someone akuwe na wewe maishani, to be with you in lakini life. wakati unampresente kwa But when watu you present him before unasema people, huyu ndo you mpenzi tell them, wangu, this is my lover. ule mtu anasema And that person says, hapana, mimi no, sijakwambia no, hivyo. no, no, I don't Ah, say that. No, no, sijakwambia no, no, I hivyo. didn't tell you that. Unaanza kutoa And then you machozi, begin to cry. unaanza kusema You say, yeah, suli niambia but you unanipenda, told me you love me. sulilia hata, You cried even. sulipiga hata Did magoti, you even kneel down? ukaniambia unataka And you told kufa, me you want to die because Asa, of me. No, no, I didn't say alafu that. baadaye And later on, mkiwa peke yenu, and in secrecy, oh, because, no, unielewe, no, just understand me, you know. unielewe, Just understand me. unajua, You know, unajua, and you understand. niko natengeneza I mazingira, was making an environment. natengeneza I am mazingira. making an Kuna environment. siku moja There's one day nitakuonesha, that I'll show funga you. Be kinywa. quiet, be silent, please. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Petro Peter, anamkana he rejects Jesus. hata mtoto mwenye unazala, Even a child that you have given birth to. anapendaka umupresente Every kubatu, time they are happy when they are being presented before people. awe kwa hali yoyote, In whichever situation they awe are in. ana kazi wala hana Maybe kazi, they are having a job or jobless. awe kwenye hali yoyote. Whatever situation they are in. Napendaga msichana wangu I mmoja. love one of my daughters. Huyu msichana wangu This kind of a daughter. anatombokaga, She's always anakasirikaga, she gets mad every time. ananiambia Tells me, mami, Mom, unataja wengine. Unajua you ukizaa only- watoto kadhaa, when you give birth several kuna children, miaka inafikaga there an age that comes, unataka kuita V, you want to call upon lakini V, utawaita but you'll wote call all of them. alafu juu ufikie kwake. And then for you to get there, Sasa saa nyingine nimeita then maybe I've called all of them. Rosine, I've called Rosine. ninaita I've called Denise, Denise.
Lakini kama amesimama yeye ndo niko na mwili. Anasema unaona mami? You see mami? Jina langu inakupotea. My name is not even in your mouth. Unaona? You see? Wengine tu ndio others they are just on your lips. Wengine tu. Others. Na anakasirika kabisa. Ananikasirikiaga kabisa. Lakini nikikaa nasema huyu mtoto ananipenda. Loves me dearly. Anapenda mama yake amuongee. To talk about her. Anapenda mama yake amuseme. To talk about her. Kwa hiyo hata mtoto anataka umzirishe kwa wengine. They want them for you to reveal them to other people. Na nilishajua. And I know that. Afadhali nisikose kutaja Betty. I would rather not talk about Betty. Sababu Betty hata nilaumu. Because Betty will not even lakini mind. Huyo wangu. But that one. Lazima nimtaje. I have to mention. Najua huyu ni sheri wangu. This one is my lover. Nisipomtaja. If I don't mention this one. Inakuwa problem. It will become a whole problems. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Na hivyo ndivyo ilivyo. And that's how it is. Unaimpenda, the one you love, lazima umtaje. You have to mention mtu mwenye anakupenda, the one who loves you, lazima akwambie nakupenda kwa siri. You that I love you in secret, kwa wazi aoneshe and even among people should show you that he loves you. Babati. Praise the Lord. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini Petro hapa, and Peter here, anasema hapana. Says no. Simujui. I don't know him. Yesu anamwangalia. And Jesus looks at him. Baada ya jogoo after the cock had mstari wa 7 ambao tulisoma sasa. The 7th verse that we read. Nataka urudilie. We shall repeat and say, lakini enendeni zenu mkawaambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya. Huko mtamuona kama alivyowaambia. Sasa huyu Petro, and therefore Peter here, hakubakilia kwa kumkana. Did not remain or was alipogundua amefanya makosa. When he realized he had done a mistake. Petro hakukuwa kama Yuda. Peter was not like Judas. Aende kujinyonga. To go and kill himself. Alijitambua mara moja. He realized himself. Akarudi akalia. And he went and cried. Tena akalia sana. And he cried so. Akaomba msamaha. And he prayed and repented. Akaomba msamaha. He repented. Sura ya 7. Verse chapter 7. Yesu anafufuka. Jesus is resurrected. Wakati Yesu anafufuka, when Jesus is resurrected, anasema, he says, wanafunzi walipoenda kuangalia kaburi wale wanawake, had gone to see if he's still there, wakakutana hayuko. And they met he was not there. Hapa tunaona Yesu yeye mwenyewe anasema, Jesus saying, ameshafufuka. That he has resurrected. Anambia nendeni, go mkawaambie wanafunzi, and tell my disciples. Akataja wanafunzi. And he mentioned the disciples. Bila majina yao. Every name. Lakini ndani, their names, but ndani anasema, he says, mkamwambie na Petro. So Peter. Huyu Petro. This Peter. Nilitembea naye. I walked with him. Huyu Petro. Peter. Nilifanya kazi na yeye. I walked with him. Huyu Petro. Peter. Ilifika wakati. It came a time. Akanikana. Lakini aliponikana, alijirudi tena. He came back. Akaomba msamaha. And he repented. Akasema sitamwacha Yesu. Bado nitamfuata. I will follow him. Kwa hiyo tunaona Petro ametubu. He is repenting. Yesu alipofufuka, anasema nendeni mkawaambie wanafunzi. Na Petro, and Peter, unaweza kuanguka. You can fall. Unaweza kushindwa. You can be njiani. Lakini katika hiyo njia, along the way, kuna Mungu bado katika kiti cha rehema. Kuna Mungu bado anayesamehe. Unaweza kufika. Petro alishindwa mahali, lakini akasimama tena. Na wakati aliposimama, Biblia inasema ya kuwa siku ya Pentekoste alikuwa kwenye chumba kimoja. Wakati walipojazwa, Petro alikuwa ndani. Alikuwa na uoga na alitoka nje akahubiri Injili. Watu 3,000 wakaokoka kwa njia
Kwa safari yake kuna mahali alijikwaa, lakini hakukaa pale. Mchana wale unataka kukuambia, inawezekana umejikwaa mahali, lakini unaweza kufika. Yesu anakuita tena. Yesu anakuita tena. Usikae chini ukasema acha niache, kwa sababu kuna mahali nilikosa, kuna mahali nilimwacha Mungu, lakini Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Unaweza kufika. Unaweza kufika. Unaweza tena kufika. Haijalishi kwa siri ulimkataa, haijalishi kwa siri ulikana, lakini mwangalie Petro alipokana, mara moja alijitambua he came down and na akatubu, na Yesu anafufuka, and Jesus resurrected. Anasema jamani, wengine wote wanapokuja, umwambie na Petro, tell Peter, na wewe anakuita. He's calling you. Na wewe. And you. Na wewe. And you. Na wewe. And you. Anakuita. He's calling you. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Usikae chini. Don't sit down. Ukasema dhambi zangu ni nyingi. And say that my sins are Biblia too much. inasema, The Bible says, hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama vile damu, even when your sins are as red as scarlet, I will wash them. Zitakuwa kama vile theluji. And you will be as clean as usiendelee kupondekana kwenye dhambi. Don't continue in sin kama vile Yuda, like Judah. Lakini geuka, but turn around kama vile Petro, like Peter. Yesu akafufuka. Jesus resurrected. Akajua, and he knew, lazima huyu Petro, that this Peter, tuwe pamoja naye. we have to be together with him. Unaweza. It is possible. Unaweza. It is possible. Kinachokushinda maishani, whatever that is impossible in your life, kinachokushinda, whatever that kila wakati unaanguka, every time you are falling, unaweza kusimama. You can stand again. Unaweza kusimama. You can stand again. Unaweza kusimama. You can stand again. Na unaweza kufika. And you can reach there. Simama tena. Stand again. Simama tena. Stand again. Mtu asikuvute nyuma. Let no one pull you back. Kusema wewe umefanya mabaya sana. To say that you have done so much. Wewe ni mwenye dhambi sana. You are a sinner. Yesu yuko. Jesus is still at the throne. Tunapomwendea, when we run to him, na kusema nimekubali nimefanya dhambi, anatuosha. He comes and washes, na anatufanya viumbe vipya. And he makes us new. Nikitazama huyu Petro, when I look at Peter, akawa mtu mwingine. He was another kind of a person. Alipojazwa, he was filled. Yesu ameshapaa. And Jesus wanawatafuta wanafunzi, wanamtafuta Petro, wakamwambia wewe bado unampenda Kristo. Petro akakumbuka, mara ya kwanza nilimkana, lakini kwa wakati huu sitamkana. Wakamwambia Petro, tunataka kukuua. Petro akasema niko tayari. Wakasema tutakuweka kwenye msalaba. Akasema niko tayari, lakini msiniua kama Bwana wangu. Bwana wangu kichwa chake kilikuwa juu, lakini mimi mweke kichwa changu chini. Sitamkana tena Yesu. Niko tayari kufa kwa sababu ya Kristo. Alianguka mara ya kwanza, alishinda mara ya kwanza, lakini alisimama mara ya pili. Petro anafika baada ya ziki, baada ya kifo kibaya, mbingu ikafunguka kwa sababu ya Petro. Unaweza kufika. Unaweza kufika. Unaweza kufika. Simama tena. Simama tena. Anza kazi ya Mungu tena. Anza tena kujitoa. Mtu yeyote asikurudishe nyuma. Kuna watu ambao wametumwa na shetani kurudisha wengine nyuma, kukuonesha wewe hautaweza, kukuonesha wewe biache. Kuna wengine wameacha, lakini wewe unaweza kufika. Unaweza kufika. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Simama tena. Simama tena. Mahali ulipoangukia. Because mahali uliangukia, the place you fell, simama. Rise again. Simama tena. Rise again. Safari ni ndefu. The journey is still on.
Endelea mbele. Continue, forge ahead. Kwa hiyo Mungu wetu ni wa upendo. Therefore our God is a God of love. Hata kama walimukana, even when he was rejected, hata kama Petro alimkana, even though Peter rejected him, lakini alijirudi. He had to repent na wakati again. Alipojirudi, and when he came back to himself, Yesu anafufuka. Jesus resurrects. Anambia mnilete na Petro. And he tells them that bring me together with Peter. Mnilete naye. Bring me Peter, please. Napenda maneno haya. I love those words. Napenda hayo maneno. I love those words. Sababu kuna kujikwaa. Because there is a time you can fall. Kuchoka. There is a time you can get tired. Anapojitambua mara moja. But when you realize yourself at the moment you realize yourself, Mungu anamjaliaga neema. Jesus, our God, will give you the grace ya kusimama to stand na kuendelea. And continue. Akurudia tena nyuma. He never went back. Akukataaga tena Yesu. He never rejected or forsook Jesus again. Shaona mtu kabisa wanamweka juu ya msalaba. You've seen someone to a point he is put on the cross. Alafu wanaweka lami. And then they put tar. Hiyo lami wanaichoma. And then it's burned. Alafu kichwa chake kilikuwa chini. And his head was facing down. Anachomwa. He's being burned. Anasema ile turu ya kwanza. The first time he says, nilimkanaga tu akiniambia nafanana na yeye. I forsook him when they were just telling me that I look like him. Saizi, but now sitamkana. I will not forsake him. Kuishi ni Kristo. That living is Christ. Kufa ni faida. And death is gain. Kufa ni faida. Death is profit. Petro akapata nguvu mpya. Peter had a new strength. Mpaka vile alivyokufa. Until when he died. Hicho ndo kifo ambacho alikufa. That's the death he faced. Na hakurudi tena kumkana. And he never forsook Jesus. Unaposimama, when you stand, simama usianguke tena. Stand and never fall again. Unaposimama, when you stand, usirudi tena nyuma. Don't be pulled back. Don't backslide. Mwisho ufike. Until the end. Paka mwisho ufike. Until the end. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tusimame. Shall we rise?